mengi. Tunafahamu hii ni Bunge Bonanza mwaka 2025, Bunge Marathon 2025 ambayo inafanyika hapa kwa mara ya pili makao makuu ya nchi na serikali katika viwanja vya Stadium Dodoma. Na kubwa ni kutaka kufahamu, huyu ni miongoni mwa watu ambao wameshiriki mbio hizi, lakini kumekuwa na changamoto na kasoro ndogo ndogo ambazo zimejitokeza. Sasa yeye anabainisha ni changamoto gani ambazo ameziona kama mmoja wa washiriki na mkimbiaji wa Bunge Bonanza. Karibu sana na uweze kutuambia kwa majina ni nani, lakini ni kasoro gani ambazo umeziona katika Bunge Marathon la mwaka 2025. Kwa majina anaitwa Hans John Abdallah. Kwa kweli kwanza niwapongeze kamati ya bunge walioandaa hii marathon. Kumekuwa na changamoto ambazo mimi binafsi nimeziona. Kuna vituo vya maji vimekuwa vichache sana. Glucose hakuna, soda hakuna, matunda hakuna, maji yenyewe yamepungua. Vile vibao vya kuelekeza kilomita huku unaenda 25, 21, huku 10, vipo vichache. Kuna baadhi ya watu wamepotea huko. Mimi mwenyewe mmoja wapo nimepotea, ndio maana nimemaliza mbio saizi. Kwa hiyo tunaomba kwa siku nyingine wajitahidi kuboresha na wajitahidi yani kuangalia nini wamekosea kipindi hiki walicho cha 2025, ili mwakani wajue kabisa kwamba mwaka jana tulikosea, tufanye vizuri. Mbali na changamoto ndogo ndogo zilizojitokeza, pengine nini ambacho unaweza kuzungumzia ambacho umejifunza na kwako utakuwa ni historia katika Bunge Marathon la mwaka 2025? Kwa siku ya leo, siku zingine huwa na chiti, lakini leo najivunia kumaliza zote 21 nimemaliza. Na kwa namna gani ambavyo umeliona Bunge Marathon la mwaka 2025 limeweza kuchagiza nafasi ya maendeleo kwa jamii? Yes, limeweza kuchagiza kwa sababu watu wengi wamejitokeza, na pia promo nadhani haikuwa kubwa sana, lakini ingekuwa kubwa sana nafikiri watu wangekuwa zaidi ya hapa. Kwa sababu sisi wengine, mfano mimi nimetoka Dar es Salaam, nimekuja Dodoma, nimefunga safari usiku kucha, nimefika hapa, nimekimbia marathon. Wito wako ni upi kwa jamii kushiriki katika michezo mbalimbali ikiwepo hizi mbio za marathon ambazo zinafanyika nchini Tanzania? Wito wangu ni kwamba watu wajitokeze kwenye vitu kama hivi, kwa sababu mazoezi ni afya. Tusipende sana kupanda magari, kupanda bodaboda. Tujitahidi sana vitu kama hivi vikija tunashiriki, na pia tunapochangia kile kiasi tunasaidia jamii ya watu fulani, watu maalum. Mimi nikushukuru sana. Asante sana.